نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة المشاهدين، أحيانا لا أدري ماذا أتكلم، ولكن هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى التي أنعمها الله علي. هناك إدارات، ولكن كل محتاج أي مكان يمشي يقولون له أو لها اذهب إلى جمعية الاستقامة التضامن والتعاون والتنمية والتي رئيستها بنتوي كيتو. عندنا محتاجين كثيرا. هناك فيه جدة موجودة مسجونة في المستشفى، واليوم يدخل هذه أمي ولدين، وكما سمعتم صوتها عندها مشكلة كبيرة جعلتني أبكي. المشكلة هذه جعلتني أبكي، لا إله إلا الله. عندها حديد هنا، حديد، فهذا الحديد الآن قد خرج مكانه وذهب مكان آخر لأجل المت في الجسم. الطبيب قال له مدة 6 أشهر، ولكن الآن يمشي إلى 9 أشهر، 8 ونصف، 9. فقدان المبلغ. وانظروا حالها، لا زالت صغيرة. أين نحن من المبلغ؟ وماذا عندنا؟ إخوة الله، انظروا حالها. baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mara nyingi mimi napenda kusema ya kwamba hii ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyonipa. Milango ni mingi, ofisi ni nyingi, lakini kila mtu akienda anamwambia nenda kamtafute ustadhi kiongozi katika. Ninaye mgonjwa mwenye mazito amefungwa hospitalini kwa ajili ya pesa, Allah anamleta mwingine mwenye mazito zaidi. Heri ule ambaye amefungwa hospitalini kuliko sasa huyo ambaye chumba kimeanza kumuumiza kwenye mwili wake. Ananambia alikuwa hospitalini akajikuta amekwenda hana pesa, ameshaingia ndani kwa daktari anamwambia hapana, anasubiria pesa. Amehangaika, anachoka, kutembea shida, kula shida, amelazimika saa 6 muda mzito, amelazimika kuanza kuja. Ndugu zangu ambao mnanitazama, sina gari ya kumtembeza, ninyi mkitoa ndoo mtamtia kwenye gari. Sina ndani stoki ya chakula cha Waislamu ambacho hichi ndio chakula Waislamu walinipa kuweza kuwahudumia wengine. Hapana, ile akitoka mazito ndio tunakutafuteni. Tazameni dada huyu ameniliza machozi mazito magumu. Chuma kinamuumiza, chuma kimeanza kumla nyama, chuma kimeshatoka fasi yake kwa kuchelewa, kukosa pesa. Hali yake sehemu ambayo anaishi ni ndaro, anapewa na vichwa vizuri sana. Ndugu zangu, tazameni jicho la huruma dada huyu. Mlipaji mzuri ni Mungu, hakuna mlipaji zaidi ya Mungu. Yale maneno ya kiujinga yasikuwa na nafasi ya kushikia, atakayetulipa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khaira wa a'zama ajra. Allahu akbar, Allahu akbar. Amehangaika, nimelazimika kuweza kuitolea ripoti nyumbani kwangu na nikiwa na ofisi, lakini nimeona siwezi nikamsumbua. Akusubiri ni waja wa Allah. Nawaambia nini wale ambao wanatutazama, dada yangu, mzunguruko wako mzima, kitu ulivyozunguruka, watu wanakuambia nenda huku nenda huku, ilikuwaje? Msikitini yote nilianza yote, wananiambia eti hawana pesa, nizunguke nje hapa kwako unaweza kunisaidia. Nilitembea huko pote, kutoka huko juu mpaka nasikia nachoka, mguu unaniuma, chuma kinaniuma. Nikasema hata basi Mwenyezi Mungu akasema nenda kwa hiyo nyumba aliyokutuma kwenda, Mwenyezi Mungu aweza kukusaidia huyo mama tu akakusaidia. Kila nikienda kwa Muislamu ambia nenda kwa Mwalimu Kito anaweza kukusaidia. Nikienda kwa msikiti wala 5 wala 4 wananiambia eti nende kwa Mwalimu Kito anisaidie.
Ndio nimekuja naulizia. Naweza mkanionyesha kwa Mwalimu Kito. Kila mtu ananiambia nenda kwa ile nyumba ile, nenda kwa namba 1. Nianzia kwa mama mmoja hivyo akanambia, kanipa mtoto ndo akanielekezea hapa eti nikuje nikakulize. Mungu akanisaidia nikapajua, ndo hapa niko na huyu mama niweze kunisaidia. Teseka sana, kila nikilala chuma kinaniuma. Nipata hospitalini wakanambia eti chuma kimeingilia na mnyama kimeponyoka. Baada ya hapo wakanambia eti mtoe milioni 8. Ni maskini. Sasa nakuulizeni ndugu zangu, hizo milioni 8 ameambiwa kwa kila kumtoa chuma kimeingilia, ajitoe wapi hali hii ambayo mimi naiona na sehemu ambayo yuko anapewa ndani? Ndugu zangu, tuwe tunajaribu kutizama afya zetu. Tunatembea, wenzetu wanatembea na fimbo. Tuwe tunajaribu kutizama afya za wengine. Kama hauna ikaa kimya, Wako wapi wale tulikuwa tunawajua leo wako makaburini? Wenye navyo, wengine wamelala wameamka mauti, wengine hawasemi. Ndugu zangu, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama mnavyojua, ukitoa chako, ukitaka tukutaje jina, lakini ambacho umekitoa hilo ni wepesi sana kwetu. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutufungulia milango ya riziki na baraka, na tulinde na shari za unishari popote ziko. Nisikia pesa ambayo amesema, ambayo ameambiwa milioni 8. Sijiulize sasa. Acha wa Allah subhanahu wa ta'ala tusaidizane na maua aweze kutoka kwa haya mazito. Nadhani hata ukimtazama amezeeka, kwa sababu mimi siwezi nikafungua mkakiona hali ambayo anayo. Mtoto anachoka, anasumbuka, ameanguka ghafla kwenye mchanga. Ndio hali hii. Mama wa watoto wawili. Alhamdulillah. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kumponya ndugu yangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.